Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vya Dimbani Connect. Leo tuko na exclusive na shabiki nguli wa soka, shabiki wa Manchester United ambaye makazi yake kwa sasa ni nchini Ujerumani. Tutapiga story mbili tatu kuhusu namna ambavyo ligi ya Ujerumani inaendeshwa, tukilinganisha na ligi nyingine kubwa duniani kama ligi ya Uingereza, ligi ya Ufaransa, ligi ya Italia, na pengine tunaweza tukagusia na ligi ya Tanzania. Kwa hiyo karibu, na naomba nimkaribishe ndugu yangu. Kaka, karibu. Mambo vipi? Salama. Habari ya uzima. Huwa tunasema guten tag, lakini huko guten tag. Siende huko. Hivi Ujerumani na Tanzania tumepishana muda gani in terms of masaa? Sasa hivi ni lisali moja kwa sababu tuko summer time. So summer time tunakuwa tumepishana lisali moja. Winter time tunakuwa tumepishana masaa mawili. Nikisema winter time namaanisha kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 3 na 3 mpaka mwezi wa 8 mwishoni. Hiyo inakuwa ndo sama yenyewe hiyo. Jua kama la nyumbani. Kwa kuna kipindi jua linakuwa limeshika hatamu. Kuna kipindi ndugu yangu watu wanatamani wasitembee na nguo, lakini sawa watafanyaje? I say sawa. I say nimekutambulisha kama shabiki wa Manchester United na najua mahaba yako kwa Manchester United, na kama nakumbuka vizuri wewe umewahi pia kwenda Old Trafford kwenye mechi kama nakumbuka sahihi. Sijui umepatia, sijui hujapatia, na tiketi sijai kwenda bado. Okay. Nilikuwa niende mwaka huu, lakini kwa matokeo jinsi yalivyokuwa nikasema nitaenda afu nitalia uwanjani. Kwa hiyo nadhani nitakwenda msimu uje. Okay. Kwa sababu naamini matokeo sasa hivi ni mazuri sana. Carrick Ball inatufanya tutembee vifua mbele kama tumepigwa ngumi ya mgongo. Naomba ujitambulishe kwa faida ya ambao hawakufahamu, kwa sababu mimi na wewe tunafahamiana, au nisiwanyime watu wengine fursa ya kukufahamu. Hii swali huwa ni gumu. Mimi naitwa Gibson kwa wale wanaonitambua kwa jina langu la kwanza. Baadhi ya watu wananiita JG, mimi na wewe tunafahamiana hivyo. Kuna watu wananifahamu Tafiti kutokana na kazi ninayopenda kuifanya. Juzi umeniita refa mwenye kitambi, nimelipokea. Wewe ukasema wewe ni refa mwenye shati kubwa, kwa hiyo nimepokea hilo pia. Yes, so any of the three. Katika utambulisho nimesema kwamba uko nchini Ujerumani ambapo ni nyumbani kwa moja ya ligi bora kabisa barani Ulaya, Bundesliga. Na kwa kuanza ningependa utupe overview ya ligi ya Ujerumani, kama wewe ukiwa kama resident ama ukiwa kama mkazi wa eneo husika. Ligi ya Ujerumani ina vitu vingi sana ambavyo kwa mtu ambaye anaamua kuiangalia anaweza akaangalia katika maeneo makubwa matatu. Labda historia yake, namna ambavyo imekuwa structured, lakini na namna ambavyo inaendeshwa. So tukikimbia tu haraka kuangalia ligi imeanzishwa lini, kwa watu ambao wanakumbuka, nadhani kama kumbukumbu zangu zitakuwa ziko sahihi, ligi imeanzishwa kipindi around mwaka 1962, 63 hapo mpaka 64. Na uzuri ni kwamba wakati ilianzishwa na ligi 16. Okay. Na timu ya kwanza ya kushinda hii ligi ni timu ya mji ambao mimi niko. Bahati mbaya ni kwamba sasa hivi
ligi daraja la kwanza. Na hiyo timu inaitwa Cologne. Na nimebahatika kufika kwenye uwanja ambao wanachezea watoto, sababu hauko mbali sana na hapa ninapokaa. Lakini kutokana na maboresho ya baadhi ya namna ambavyo imekuwa ikioperate na miundo ya kiuongozi ilivyokaa, imeendelea kuwa ligi bora. Kama ulivyosema, imeendelea kuwa ligi bora ambayo hakuna mtu anatamani asifuatilie nini kinaendelea, na kinachoifanya iwe tofauti ni namna ambavyo aina yake ya uchezaji, aina ya umiliki, seriousness in terms of namna ambavyo wanafanya maamuzi. Kwa hiyo kama nakumbuka vizuri, nilikuwa na check hapa haraka, ni kwamba ligi iliundwa mwaka 1962 Julai, na msimu wa kwanza ulikuwa ni msimu wa 63-64, na FC Cologne ndio ilikuwa timu ya kwanza kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ukiangalia ina kama miaka 60 fulani hivi, sababu ndio kipindi hicho na sisi tulikuwa tumepata uhuru. So unachosema ni kwamba umeongelea kuhusu swala la umiliki, na kwa mimi ambaye nafuatilia sana ligi ya Uingereza, naona kuna mwamko mkubwa sana wa wamiliki wa ligi, wamiliki wa timu kutoka taifa la Marekani. Kuna almost timu kama 5 au 6 zinamilikiwa na Wamarekani, na unajua cultural difference kati ya Wamarekani na Waingereza in terms of football. Wengine Waingereza wanaita football, Wamarekani wanaita soka. Soka, yes. Hiyo tu tayari ni cultural difference. Umiliki wa timu za Ujerumani ukoje? Hii kitu inashangaza sana, kwa sababu hata mimi nilipokuja kuitambua ilinishtua kidogo. Ni kwamba hakuna uwezekano wa aina yoyote au uwe na pesa ya aina yoyote ambao utakufanya wewe uimiliki timu peke yako, kama ambavyo tunavyoona nyumbani, sijui kuna GSM au kuna Mohamed, yes, au tunavyoona kwamba kuna there's no way you can do that huku, kwa sababu nadhani pia ni namna jinsi ambavyo taifa la Ujerumani limekuwa likijiposition in terms of namna ambavyo jamii zinahusiana. Sometimes unaweza usiseme ni it's a capitalist country au it's a socialist country, lakini kuna aspect za ule fulani hivi ambao capitalist socialism, naweza nikasema kwa wataalamu ambao wanaelewa hayo mambo. So wao wana rule ya 50+1. Lengo hasa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba umiliki na maamuzi ya mwisho yanakuwa yamebebwa kwa kiasi kikubwa na mashabiki. Na lengo sio kwamba mashabiki wote, lakini at least ile nguvu ya kimaamuzi ya mwisho inakuwa upande wa mashabiki, na hili limekuwa ni jambo ambalo linaendelea na wana reinforce kwa kiasi kikubwa sana. Pamoja na hayo, kuna exceptions chache ambazo zimewahi kutokea, na kuna teams ambazo zinamilikiwa moja kwa moja na zinawamiliki wa moja kwa moja, lakini sasa mchakato uliopo sasa hivi unataka kuzirudisha zile timu zirudi kwenye mfumo wa 50+1 in terms of hisa. Na niseme tu kwamba miliki wa wanachama uko in forms of hisa. Na kabla sijaenda mbali, labda nikurudishe hapo ambapo nimekwambia kwamba kuna timu ambazo zilipata some sort of exceptions. Na zilikuwa ni Wolfsburg, ambaye ilianzishwa na wanafanyakazi wa Volkswagen kutokana na eneo ambalo hicho kiwanda kilikuwa. Wolfsburg inamilikiwa na Volkswagen? Yes. VW. Yes. Alafu kuna timu inaitwa Leipzig, Red Bull Leipzig. RB Leipzig,
Yes, RB Leipzig tunafahamu kwamba hiyo mmiliki wake ni kampuni ambayo inatengeneza kinywaji cha Red Bull. Wale wanaimiliki moja kwa moja, huwezi kuambia chochote. Lakini timu nyingine kama nakumbuka vizuri ni Bayern Leverkusen, timu ambayo haiko mbali sana na mji niliopo, na nimefanikiwa kushuhudia ikiwa inacheza na Newcastle. Wana uwanja mdogo na kama wenye capacity ya watu kama 30,000, lakini it's a very nice experience kucheza. Na nayo inamilikiwa na kiwanda cha kutengeneza madawa kinachoitwa Bayer. Kwa watu ambao wamesoma kilimo wataelewa, madawa mengi au agricultural products zinatengenezwa na hao watu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hizi ndo timu tatu ambazo zilikuwa na exceptions, na kwa namna moja au nyingine kilichowafanya waweze kufikia hii hatua, kulikuwa kuna msamaha maalum au unaitwa benefactor exemptions kwa makampuni au wawekezaji waliofadhili klabu zaidi ya miaka 20 mfululizo. Okay. Ndicho kilichowafanya wakaelekea huko, na kama ambavyo unaweza ukawa unafuatilia Bayer Leverkusen, uwanja wao unaitwa Bayer, nadhani ni Bayer Arena. Yes. Okay. Bayer Arena ndio nadhani wamechukua na name na name rights za uwanja. Na kwa mtu ambaye anafahamu Bayer Leverkusen, it has been imeitwa Bayer Leverkusen kwa sababu Leverkusen ndo mji ambako hiyo timu imeanzishwa, na Bayer ndo jina la kampuni. Okay. Na mara nyingi makampuni yalivyokuwa yanaanza kujiintegrate, kujiassociate na hizi timu, mara nyingi yalikuwa yanafanya kama kusupport, giving back to the community, kwa sababu soka ni moja kati ya michezo ambao unapendwa sana Ujerumani. Kwa hiyo teams zinatengenezwa zikiwa ndogo ndogo, na haya makampuni makubwa yanajikuta yanaingiza support kama like hiyo inaitwa corporate social responsibility, na baadaye yanaamua kuingia kwenye makubaliano ya kimkataba kwa ajili nayo yahakikishe kwamba yana benefit. Kwa hiyo kwa hizi timu, kwa sababu tayari zilikuwa zimejihusisha na haya makampuni kwa zaidi ya miaka 20, ndio wakajikuta kwamba wanapata hiyo exclusive ownership. Lakini bahati mbaya ni kwamba sasa hivi, kutokana na mlengo wa kuhakikisha kuna usawa wa kijamii katika nyanja tofauti, hizi timu nazo zimeanza kutengenezewa mazingira ya kuhakikisha kwamba zinarudisha sehemu ya umiliki kwa wanachama, kwa sababu naamini pia hizi timu zinajaribu kukwepa kile ambacho kinatokea Uingereza, ambako mtu mmoja anakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi makubwa ambayo wakati mwingine yanakuwa ni kwa maslahi yake binafsi na sio kwa maslahi ya nchi ya timu zenyewe. Samani. Yeah, nafurahi kwamba umepinchi hapo kuhusu ligi ya Uingereza, na wewe kama mfuatiliaji wa Manchester United for quite some time now, na pia sasa hivi umepata bahati ya kukaa Ujerumani. Kwa hiyo tunaweza tukajadiliana sasa kwamba kwa mfano tofauti ni ipi at least kwa kimuundo kati ya ligi ya Uingereza na ligi kuu nchini England na ligi ya Ujerumani, kwa mtu ambaye hana experience ya hizi ligi mbili. Mimi mtazamo wangu nitakaotoa ni kutokana na namna ambavyo ninaelewa hizi ligi zinavyokwenda. Yeah. Kimuundo, of course, jambo la kwanza la kawaida ambalo linaeleweka ni lugha. Hao wanazungumza Kiingereza au wanazungumza Kijerumani. Yes. Na tofauti na hivyo, nadhani changamoto ambayo inaweza ikawepo kwenye kile nilichokuwa nakizungumzia ni namna ambavyo mashabiki wanakuwa na nguvu kudefine au kupush mwelekeo wa namna ligi inatakiwa iende. Na hilo linakuja kutokana na kile tulikuwa nakisema, namna ambavyo umiliki umekuwa. Yeah. Kulingana na hilo FCC ya huku, yeah, kisema FCC inamaanisha tume ya ushindani, imekuwa ya ushindani
kuhakikisha kwamba mashabiki wanaendelea kuwa na nguvu ile ile, na mojawapo ni hilo ambalo limekuwa linakuja kwenye swala la umiliki, lakini pili ukija kuzungumzia masuala ya ticket prices, mara kwa tofauti na ambavyo tumeona. Kwa mfano nilikuwa nafuatilia juzi timu ya Manchester United imetangaza bei mpya ambazo zimeongezeka za mashabiki, mtu yote kutaka kuangalia Manchester United ikiwa inacheza. Lakini kwa huku ni ngumu sana kufanya hiyo discussion au kufanya hiyo maamuzi bila kuwa umeshirikisha wanachama, na mara nyingi wanachama wamekuwa wakicontrol hilo sana, kwa sababu wanajua nguvu walionayo, wanajua influence walionayo kwenye timu. Kwa hiyo unakuta kwamba ili uweze kuhakikisha kwamba bei zinapanda, inabidi uwe umeshiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba unapata buy-in ya wanachama, na huwa sio kitu rahisi sana. Wajerumani ni watu fulani wagumu ambao wana misimamo yao kwenye vitu ambavyo wanaona vina maana au havina maana, na wakati mwingine kupandisha bei kwao wanaona haina maana. Ni bora tuendelee hivi hivi kidogo kidogo, lengo sio kupata faida, lengo ni kupata burudani. La tatu nadhani ni namna ambavyo, nadhani sasa tunabidi tuhamie kwenye vitu ambavyo wanafanana, kwa sababu kwangu mimi ukiniuliza nitasema ni mfumo wa kiuendeshaji ambao umebaki kwenye umiliki katika level ya club. Ambayo that's a very big difference, na hili kwa kweli linachangia kiasi kikubwa, kwa sababu pia utaona kwamba kulingana na hilo ambalo linafanyika, ambalo nilikuwa nalielezea, klabu nyingi za Ujerumani zinatengeneza faida sana, sio profit making football teams or the league in itself. Tofauti na ambao tunaona ligi ya Uingereza, kwa sababu ya mfumo ambao uko, watu wanakuwa more oriented kutengeneza faida, kutengeneza biashara na vitu kama hivyo. Kwenye mambo ambayo yanafanana ambayo naweza nikasemea ni kwamba ushabiki ni mkubwa, watu wanapenda sana soka. Juzi wakati tunaangalia finali UEFA Arsenal, tulikuwa tumekaa sehemu fulani ambayo it's like a sports arena, restaurant lakini sports arena, na ulikuwa unaona hadi ya kina dada, mabinti wadogo wako wamesimama nje, kwa sababu hiyo arena ina screens nje pia, wanafuatilia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sio hilo tu, utaona jinsi ambavyo teams za maeneo wanayotoka, kwa mfano FC Cologne inapokuwa inacheza, kila mtu anakuwa amevaa scarf ya Cologne. Kuna uhusiano wa mtu anapokaa na timu yake jinsi ilipo, kama ambavyo mimi nikiwa nyumbani lazima nitashabikia Kagera Sugar. Tofauti na wengine ambao wewe mtu wangu huko unashabikia Simba. Well, mimi nafikiri kitu kingine ambacho labda mimi naweza nikafikiria ni kwamba ligi ya Ujerumani ukiachana na masuala ya pesa, kwa sababu kwa mujibu wa rekodi ni kwamba ligi ya Ujerumani na ligi ya Uingereza imemwacha pakubwa kwenye masuala ya revenue, na hiyo ni kutokana na kama ulivyosema, ligi ya Uingereza means money, ni pesa tu pale kuingia na kila kitu. Lakini kitu kingine ambacho ligi ya Uingereza ni tofauti na ligi ya Ujerumani ni masuala ya talent acquisition. Kuna talent nyingi sana ambazo zinatoka Ujerumani kwenda aidha kwenye ligi yao na kwenda nje, lakini ni mara chache sana kukuta talents kutoka ligi ya Uingereza kwenda ligi zingine, kwa sababu ligi ya Uingereza yenyewe ina attract wachezaji kutoka every other place in the world, unajua. Kwa hiyo ni ngumu kwa vijana wadogo ambao wako ligi ya Uingereza kushine Uingereza. Kwa hiyo ni bora kwenye hizi timu za madaraja ya chini. Lakini kuna kitu kingine ambacho pengine unaweza ukatusaidia, ni kwa mfano sasa hivi tulikuwa na discussion siku moja hapa kwamba ligi ya Uingereza, wataalamu wanasema ni ligi ya England sio Uingereza. Wanasema imeingiza timu 9 kwenye UEFA competitions, timu 5 kwenye UEFA Champions League, timu 3 kwenye Europa, timu 1 tu kwenye Europa Conference.
conference. Na hii ni kutokana na namna ambavyo timu za England zimefanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, na hiyo imepelekea zile zinaitwa UEFA coefficients ambazo zimeongeza points na zimesaidia timu kama Liverpool, timu yangu kama Liverpool imeweza kupata nafasi ya UEFA Champions League kwa sababu kwa bahati msalia mtume kama hiyo, kwamba tunawashukuru pamoja na kwamba tunawabanta Arsenal, lakini tunawashukuru wametusaidia, tumeweza kushiriki UEFA Champions League. Competition, kitu kingine ambacho ni tofauti ni competition kati ya timu na timu. Uingereza pamoja na kwamba tunaweza tukasema ndani ya miaka 10 Manchester City amechukua mara 6, au wengine wamechukua hizo mara 4 au 5 zilizobaki. Ligi ya Ujerumani ukiachana na Leverkusen kushinda ile mara 1, Bayern Munich ameshinda back to back. Bayern anaweza nini ambacho wengine wanashindwa? So hapa sababu kubwa ambayo inaleta hili tunaloliona ambalo pia umelielezea vizuri ni uwekezaji ambao hatuwezi kuupinga kwamba ni muhimu. Namna gani hiyo inaweza ikabaki kuwa an area of discussion, lakini kitu ambacho kina utofauti kidogo ni kwamba Bayern structure yake ya umiliki, si ndio? Tofauti kidogo. Yani kuna wamiliki wanachama, lakini pia kuna makampuni ambayo yanaingiza pesa. Kuna Adidas, kuna Audi na kuna Allianz ambayo ni makampuni yanayoingiza pesa kwa kiasi kikubwa na yana sehemu ya umiliki ambayo yanachukua 25%. Tumenielewa? Kutokana na fan base yake, ili linawawezesha kuendelea kufaidika kimatangazo na hiyo kampuni, na wana inject pesa nyingi sana. Ndio maana umeona, nadhani kwa nchi ya Ujerumani Bayern ndio ana uwezo na ubavu wa kuchukua wachezaji kutoka Uingereza na kuwalipa mishahara minono kama ambavyo za Uingereza na baadhi ya timu chache za Hispania zinavyoweza kulipa au wachezaji. Na wakati mwingine kutokana pia na taxes regimes au structures za kikodi ambazo ziko kwenye nchi ya Ujerumani, wao wana uwezo wa kuweza kumanage hiyo huo uzito wa kikodi ambao kaweza kufikia hiyo level ya kulipa mishahara na kuwa na financial muscles. Na alipingiki kwa kweli kwamba ligi ambayo ina pesa nyingi ndio ambayo inafanya vizuri. Nilikuwa naangalia takwimu kwamba kwa kweli ilinisikitisha sana. Pesa aliyoshinda Barcelona kama bingwa ni sawa sana pesa aliyokuwa nadhani mchezaji timu ya 8 au ya 9 kwenye ligi ya Uingereza, kwa sababu tunafahamu kwamba ligi ya Uingereza kila timu inalipwa. Na pesa, yani kila timu inalipwa. Na pesa aloshinda International Milan kama bingwa wa Serie A ni almost the same na ni mara 3. Yani Wolves amepata pesa mara 3 ya pesa ambayo Inter Milan ameipata kama bingwa wa Serie A. Kwa hiyo kwa kifupi, in terms of financials you can't literally compete. Sasa twende kwenye eneo lingine la ligi ya Ujerumani ambalo ningependa tulijadili, your area of expertise. Uingereza, England for that matter, wana professional games match officials limited, ambao ni kwa huku Tanzania tungesema ni kama kampuni ambayo inasimamia marefari, na ni kampuni ambayo inasimamia kwamba refa gani achezeshe wapi, awe na vigezo gani, all the qualities refa au match official. Hii kampuni ya PGMOL inahusika moja kwa moja, na hii inaiondolea FA ambayo ni kama niseme chama cha soka cha England mzigo wa lawama wa marefari. Hebu tusaidie hapo, wewe kama resident nchini Ujerumani, marefari wa Ujerumani ikoje? Na najua hiyo ni area yako ya expertise.
Um, Nitazungumza kwa uelewa wangu na naweza nikawa Ndio. sitoi details zote, Ndio. lakini waamuzi kwanza wametengenezewa mfumo ambao unawalink na timu. Yani within tuchukulie tu mfano kwamba tunafahamu kuna DFB ambayo ndo shirikisho la soka Ujerumani la Ujerumani, alafu kuna Deutsche Fußball Liga ambayo ni kama DFL ambayo inasimamia masuala yote ya hakimiliki, biashara na vitu kama hivyo, si ndio? Kama ilivyo EPL. Yes. Kama ilivyo EPL na FA. Yeah. Sasa within that space kuna within the DFL kuna association ambazo zimekaa kikanda, na within kikanda, si ndio, ndiko ambako waamuzi wanakuwa managed, na wakiwa managed kikanda inamaanisha kwamba yule anayefanya vizuri au anayeonekana anafanya vizuri ndio ambaye sasa anakuwa na guarantee ya kuchezesha ligi kuu na michuano mingine mikubwa. Nakumbuka wakati tunaangalia finali ya PSG na Arsenal, kocha Alefa aliyechezesha alikuwa ni Mjerumani na alikuwa ni mkatili kweli. Kwa hiyo namna ambavyo wanawasaidia waamuzi katika ngazi za chini, kwanza ni kuwa link na teams. Kwa hiyo team zote katika ngazi yoyote ambayo inatambulika na association, ndio inakuwa na waamuzi. Kuna wachezaji, kuna viongozi, lakini pia kuna waamuzi, na hao waamuzi wanakuwa wana move na hizi team. Kwa hiyo you do not expect kwamba atatokea mtu kutoka sehemu nyingine aje achezeshe nani yenu. Hili linasaidia kitu kimoja, kwamba mwamuzi anakuwa anajua kazi yangu mimi ni kusimamia sheria, sio kuwa na mahaba na timu. Yes, nitakuwa na mahaba lakini baadaye. Umeelewana? Yeah. At the same time unapomaliza kuchezesha hiyo timu yako ina wajibu wa kuhakikisha kwamba inakulipa. Kwa hiyo kama mchezo huo utakuwa una shughuli zinazohusiana na malipo, especially kama mmemove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, uhakika wa kuwe kulipwa huwa uko guaranteed. Hiyo haina discussion. Umenielewa? Kwa hiyo marefa hawakopwi. Hapana mkuu, mambo ya kukopana hakuna. Nakumbuka tulikuwa tuna tournament moja wiki 2 zilizopita, na nikawa nimeshiriki. Actually waliitisha, waamuzi walikuwa wengi tu, waliitisha watu, kuna tournament, atataka kuja tunaomba afike muda fulani, afike na vifaa vyake. Nikaenda. Tournament imeanza saa 4, ilikuwa ni timu nyingi walikuwa wanacheza ligi ya muda mfupi wa dakika 30. Na walikuwa wanahitaji waamuzi. Kwa kuna upande wa kuna under 17, under 12, alafu kulikuwa kuna under 15. Kwa walikuwa wanapata washindi kwenye yale madaraja, na tulikuwa waamuzi kama 6 hivi. Nimemaliza, kalipwa hela yangu euro 45, ni kama 160 nadhani, kama nakumbuka vizuri. Euro ngapi samani? Euro 45, na ambayo ndio mwamuzi analipwa kwa kila game anayochezesha, at least at a lower level. Sasa ukilinganisha na vitu tunavyofanya nyumbani huko, unaona ati michezo tunacheza. Kwa hiyo sasa, kwa wale ambao wanatamani kuishia hii level ya club, huyo hahitaji kufanya mazoezi, anahitaji tu kuwa fit, aweze kumanage, azijue sheria, ajue utaratibu wa namna ambavyo anatakiwa kuandika report, kudocument matokeo, kuandika report na vitu kama hivyo. Lakini kwa wale ambao wanataka kwenda level ya juu wanafuata utaratibu ambao umewekwa na FIFA, na huu utaratibu unakuwa managed na association ya kikanda, kwa sababu hizi kanda zina uongozi wake, na nadhani kama nakumbuka ziko kanda 5 ambazo zinatengeneza sasa shirikisho zima. Kwa within those kandas unakuta kwamba wanatoa waamuzi walio bora ambao wanachezesha ligi. Na kwa kumalizia tu ni kwamba ligi ina timu 18, lakini nadhani waamuzi hawafiki hata 12.
Kwa nini? Kwa sababu ule mchujo unakuwa ni strict, ni very strict, na mtu anayepanda level ya juu anakuwa amepita vile viwango vya ubora, kwa sababu wanamchuja kuanzia chini. Of course kuna ile room ya kujifunza, watakufundisha, wanatamani kuwa na waamuzi wengi zaidi, lakini namna ambavyo wanachuja ni tofauti na ambavyo sisi tunafanya, kwa sababu wakati mwingine unakuta tuna ligi na waamuzi 60, 200 na kila mtu anapewa mechi 2 au 1, na mwisho wa siku tunapata mambo ambayo tumeyapata. Linapokuja swala la kufundisha, huwa wanatangaza kwamba tunahitaji kupata new recruits. Mfumo wao wanafundisha kidijitali, sheria unajifunza, ziko projected real case scenarios zinatolewa hapo, na mara nyingi wachukua watoto ambao anacheza mpira lakini pia anajifunza sheria. Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto anakuwa akiwa anajua mpira kwa sababu pia yuko linked na timu, si ndio? Anacheza mpira lakini pia anachezesha, then baadaye ndo ataamua bwana, mimi siwezi kuwa mcheza mpira mzuri, nitakuwa mwamuzi, na anaendelea na hiyo, lakini tayari ashajua hizi basics za sheria zikoje, nini kinatakiwa kifanyike, nini kisifanyike. Wanapitia ya mapitio ya mabadiliko ya sheria wakati wanajifunza hapo hapo, unafundishwa msingi wa sheria then una move. Kitu cha mwisho ambacho kinanivutia sana kwenye huu mfumo ni namna ambavyo wamesystemize vitu. Mimi naweza nikawa nimelala zangu hapa nikashangaa napata email kwamba tarehe fulani siku fulani umepangiwa mchezo, utakuwa tayari kuchezesha au inakuwaje? Actually kuna app inaitwa DFB.net. Nani nikuonesha hapa, sijui kama utaweza kuona. Nionyeshe unyama huo. Sijui kama utakuona, utatuma screenshot hapa, nadhani haionekani. Yes, kwa hiyo inakupa kwanza inakuandaa kisaikolojia, ujue kwamba natakiwa ninachezesha siku fulani. But again unakuwa unajua tarehe fulani game fulani, then wewe mwenyewe ndo unakubali nitaweza, nitakuwa na muda au sitakuwa na muda, then unaendelea na taratibu zako. Au kukiwa kuna maboresho ya aina yoyote au ripoti yoyote inayotakiwa kufanyika, kila kitu kinaingizwa kwenye poto na inasaidia sana. Nilitamani sana kama TFF wangekuwa na uwezo wa kulichukua hili wazo na kulicorporate. Inasaidia kumanage quality, kumanage governance na kuhakikisha kwamba hivi vitu ambavyo tunajaribu kuvifanya kuviboresha kwenye ligi yetu ya nyumbani navyo vinakuwa vinafanyika, na hilo linasaidia sana ligi kuwa bora. Yes. Sawa, sasa kwa kumalizia nataka tujadili mambo matatu yaliyobaki kwenye ligi ya Ujerumani. Mambo matatu, na jambo la kwanza ni umiliki wa viwanja kwa ligi ya Ujerumani. Jambo la pili ni actually Serengeti Boys, naamini utakuwa unafuatilia kwamba Serengeti Boys kwa kushiriki michuano ile wameweza kufika hatua ya kwenda kwenye kombe la dunia, watashiriki kombe la dunia. Kitu kingine ambacho ningependa tuongee kwa kumalizia ni nilikuwa najua unajua kwamba Serengeti Boys kwanza wamefuzu kombe la dunia la vijana, na kwa wale ambao hawajui, Serengeti Boys ni timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17. Na katika talking points zetu tulisema kwamba ligi ya Ujerumani ni bora kabisa katika ukuzaji wa vijana. Kwa hiyo talking point ama hoja namba moja ambayo tungependa tumalizie ni namna ambavyo vijana ambao wangependa kushiriki kwenye ligi ya Ujerumani, namna ambavyo wanaweza wakapata fursa. Kitu cha pili ambacho ningependa tuongelee ni namna ambavyo makocha wa Bundesliga wanapata nafasi, kozi zinatolewaje, vigezo vikoje, na kitu cha tatu ni umiliki wa viwanja, kwa sababu unajua mfano ligi ya Italia ni timu chache sana, kama rather niseme ni timu chache sana ambazo zinamiliki viwanja vyao wenyewe
kama timu. Kwa hiyo hebu tupitishe hapo kwa kuanzia na soka la vijana. Kijana ambaye au mchezaji ambaye anacheza ligi zetu huku duniani, huku ulimwengu wa tatu, akitaka kupata nafasi ya ligi ya Ujerumani anafanyaje? So tuanze kwanza na namna ambavyo wanakuza soka lao. Ujerumani kama nchi ni nchi ambayo inathamini sana utimamu wa mwili, na wamelichukua hilo kama sehemu ya kuhakikisha kwamba sports inakuwa ni sehemu ya maisha ya watoto. Kitembea kwenye maeneo mengi utaona playgrounds nyingi sana, lakini inapokuja swala la soka kuna mifumo ambayo imeanzishwa ambayo ni very strict, na kuna maneno yake ambayo ni magumu sana kuyazungumza hata mimi mwenyewe, lakini wamelazimisha sana kuwe na vyuo vya lazima vya clubs, ambapo DFL inawalazimisha klabu zote 36 ambazo ziko kwenye Bundesliga 1 na 2, nikisema ligi kuu na ligi daraja la kwanza, kuhakikisha kwamba wana mandatory academy za club zao. Na nilisema tu kwamba juzi sehemu ninayoishi mimi na ilipo uwanja wa academy ya FC Cologne, it's just a walking distance. Hiyo ni moja, na inapotokea kwamba timu inakuwa haina hiyo academy, mara nyingi haiwezi kupewa leseni ya kushiriki kwenye daraja husika. Kwa hiyo sehemu ya comply na hiyo requirement, teams zinajikuta zinalazimika kuanzisha academy, na hili linafanya vijana especially wazawa kuingia kwenye mfumo wa kisoka tangu wakiwa na umri mdogo, kwa sababu wanajua wasipofanya hivyo watanyimwa leseni. Na hii sio kwa vijana tu wa jinsia ya kiume, lakini pia unakuta wana timu ya chini ya miaka 12 au miaka 9, 12, 15, wanakwenda mpaka under 21 na under 23. Kwa hiyo unakuta kwamba wanakuwa na program tofauti tofauti ambazo zinawalenga vijana wa makundi tofauti, watoto wa vijana wa makundi tofauti, na hili linawasaidia watoto wanakuwa mpaka wanakuja kufikia kwenye level za kuchezea timu za wakubwa tayari wakiwa wamepikwa na wakapikika. Kwa hiyo club mandatory academies ni jambo la kwanza. La pili, wanashirikiana na shule ambazo zinafundisha soka, na hivi ni kama vyuo vidogo au shule za kawaida ambazo watoto wanakwenda kwa ajili ya kusoma kawaida, na huko wakikwenda kipindi cha kufanya mazoezi ya soka, hizi shule mara nyingi unakuta either ziko attached kwenye program za soka au wana program za soka tofauti na utaratibu wa kawaida, na ni nje ya yale masaa ya kawaida ya shule, na kupitia huko wana recruit wachezaji wazuri na kuingiza kwenye academy zao, kitu ambacho pia kinapelekea mtu kuwa mchezaji au kupitia kwenye mpaka anacheza kwenye ligi ya soka ya tatu, ya pili, ya mkoa. Ni ile requirement ambayo imewekwa na DFL ya kutaka kwamba timu yoyote ambayo inacheza kwenye hizi professional leagues zinazojulikana au zinazotambulika na DFB iwe na wachezaji wazawa 8 kwenye kikosi cha kwanza kwenye ile provision. Yes, lazima iwe na wachezaji 8 wazawa. Hawajaweka limit ya wachezaji wa kigeni wanatakiwa wawe wangapi, lakini wameweka ile threshold, tunaweza tukasema kwamba lazima 8 wazawa wawepo. Umeona? Kwa hiyo na kati yao 8, the most interesting thing ni kwamba 4 lazima wao wametoka moja kwa moja kwenye mifumo ya akademia ambayo wameitumia kwenye academy yake. Hao 4 lazima wao wametoka kwenye hizo academy. Kwa hiyo unakuta kwamba nguvu kubwa inatumika kuhakikisha kwamba wana meet hiyo requirement, lakini pia wanajielekeza kupata the right players kuanzia kwenye mfumo yao kabla hawajaangalia kwenye outsourcing wachezaji wengine. Hiyo ilikuwa ni kwa wazawa. Unapokuja kuzungumzia wachezaji wa kigeni,
the most interesting thing kuhusu ligi ya Ujerumani, na nadhani pia imekuwa ni entry point ya wachezaji wengi kwenda kwenye kwenye ligi zingine bora, ni kwamba hakuna limit kama nilivyosema, na hakuna kizuizi cha mtu yoyote kuja unless otherwise huwe una mkataba. Lakini ukishakuwa na mkataba tu, kibali cha kwako wewe kucheza ndani ya ligi kinatoka haraka sana, kwa sababu football is considered one among the professional skill employment. Wow. Yani ni eneo ambalo linaonekana it's highly professional, kwa hiyo wanakupa kibali haraka sana bila kuchelewesha, yani haupati mazengwe. Lakini mifumo mingine tunafahamu ambayo inatumika, global scouting na vitu kama vinavyohusiana na scouted. Scout wakaona unafaa, watakuchukua as long as una meet kile ambacho wanakihitaji kutoka kwako. Kwa hiyo nadhani pia ni muhimu kwa mawakala kufikiria kuangalia kama wanaweza kuwaleta wachezaji huku. The only issue ambayo huwa inakuja kutokea ni swala la lugha na nini, lakini mpira wa miguu una lugha yake yenyewe. Kwa hiyo ukiwa sidhani kama unaweza ukapata changamoto tu itakuwa ni mambo mengine ya kijamii ambayo yana move around soka. Lakini kama ni mpira kucheza, lugha ni kuchezea miguu yako na kufunga au kukaba au kuchezesha, kupata sheria za soka. Wenyewe wanasema mpira una njia zake. Vipi kuhusu makocha? Kwenye makocha sasa, hapo ndiko kimbembe. Kwa sababu makocha wana especially inapokuja swala la kufundisha, kufanya professional football coaching au kuwa head coach, kuna leseni ambazo ni muhimu uwe nazo from the very start. Lakini huwa kuna utaratibu wa kuscout, kuangalia makocha wazuri ambao wanacheza style ya soka la Kijerumani. Na nadhani hapa tunazungumzia wataalamu wa gegenpressing na vitu kama hivyo. Lakini mifumo ya namna ambavyo wanakuza wanaanza kwa kufundisha watoto chini wa umri wa miaka 17 kwenda mpaka 19. Na hii ni baada ya kuwa umeanza kufanya zile umefanya training za kawaida, kama ambavyo wanawachukua waamuzi, wanatangaza pia kutangaza kama kuna watu ambao wanatamani kuwa oriented kwenye kufundisha soka, then wanakuwa linked na zile timu ambazo ziko chini ya academy. Kwa hiyo ukishafundisha kile ambacho umekifundisha, utapata room ya kwenda kukipractice, na utakwenda unakuwa kidogo kidogo mpaka unapofika ile hatua ya kufanya zile kozi ambazo zinatambulika sasa, UEFA Pro, Diploma B, diploma ngapi na kuendelea. Kwa hiyo unakuta kwamba mpaka unafikia ile level ya kutambulika kwamba sasa this is a professional coach, unakuwa umepita kwenye ile mifumo inayokuhitaji kwanza ujue taratibu wa kumanage team, uanze kutrain au kupractice kile ambacho umejifunza kwa kufundisha under 17, under 16, sijui under 19 na kuendelea. Then baada ya hapo sasa ndo unaingia, unakuwa una transition kwenda kwenye hizi timu kubwa. Na nadhani huu ndo umekuwa mfumo ambao unatumika nyumbani. Utaanza na grassroots, then utafanya class C, utafanya B, then baada ya B utafanya diploma, then diploma C, diploma B, then baada ya hapo utafanya equivalent ya UEFA Pro license ambao kwetu ni CAF A Pro. Yes, CAF A Pro au UEFA Pro na the likes. Yes. Lakini utaratibu pia mara nyingi huwa ni kwamba kuna namna nyingine pia ambayo huwa inajitokeza kwamba nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kijerumani, hapa nazungumzia Uswizi, Uholanzi, Austria na Poland sometimes. Kuna wengine wanajifunza kule, wanapitia training kule, then wanakuja kufundisha Ujerumani, na baadaye labda wataondoka kwenda kwenye nchi nyingine. Lakini lengo huwa ni kuhakikisha kwamba wanazalisha makocha wengi zaidi,
ili kuendeleza tradition ya mpira wa Kijerumani, kama ambavyo tunafahamu watu wa kupiga mipasi mirefu na kukimbia mwanzo mwisho, japo sasa hivi inabadilika kidogo, wanajaribu kuibaiba, na kumekuwa na mijadala kwamba ule mpira wa Kijerumani unapoteza ladha yake au uhalisia wake, au inabidi wakubali kubadilika kama muda wenyewe unavyobadilika. Tumalizie viwanja, timu kama nilivyosema kuhusu timu za Italia, viwanja, umiliki wa viwanja kwa timu za ligi ya Ujerumani ukoje? Well, umiliki unafurahisha kwa sababu kwa timu kumiliki kiwanja inamaanisha lazima wawe na ardhi, na ili uweze kumiliki ardhi lazima uwe na pesa. Kwa hiyo kuna mifumo miwili ya umiliki wa viwanja, na huo umiliki umegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Kuna viwanja vinavyomilikiwa na majiji au manispaa, alafu kuna viwanja ambavyo vinamilikiwa na timu. Okay. Sasa kuna timu ambazo zinatumia, timu kubwa tu zinazotumia viwanja ambavyo sio vya kwake. Okay. Kwa mfano kama FC Cologne yenyewe inatumia uwanja wa halmashauri ya mji ambao umekuwa ambako unatambulika kuwa stationed, na hii inaitwa Rhein-Energie Stadion. Lakini pia kuna timu kama Eintracht Frankfurt. Yes, Deutsche Bank Park sio uwanja wake, Hertha Berlin sio uwanja wake, umeona. Kwa hiyo Signal Iduna hapana, hiyo sio ya kwao, hiyo ni ya kwao. Okay. Wale wa Dortmund wa kwao. So kinachowalazimisha kutumia viwanja vya miji ni kwa sababu ya ile gharama zinazohusika na maintain, kuhakikisha una manage na kufanya marekebisho au kuweza manage uwanja. It's a very big task ambayo hawawezi kwanza kujenga, maintain na kuhakikisha kwamba unakuingizia pesa yako. Hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia halmashauri kwa kutambua kwamba kumiliki uwanja kinaweza kuwa ni chanzo cha kifedha, kama ambavyo umeona KMC wanafanya. Nikisema KMC namaanisha Kinondoni Municipal Council, sio Kinondoni Municipal Council Football Team. Yes. Kwa hiyo unakuta wanaamua kujenga uwanja, wanaweza wakauza rights za uwanja in terms of naming, na wao wakamiliki, wakaendelea kubaki kama wamiliki, lakini rights za uwanja zinakuwa zimeuzwa kwa timu nyingine ili kuongeza kipato na kutengeneza kuzalisha another channel of income. Na kwa timu ambazo zinamiliki viwanja zinajulikana, kama ulivyosema Borussia Dortmund, ule uwanja ni wa kwao kabisa. Yeah. Kabla hujaitwa Signal Iduna Park ulikuwa unaitwa Westfalen Stadion, na unamilikiwa na klabu ya Dortmund, japo walishauza hisa za uwanja huko nyuma baada ya kuwa wamepata matatizo ya kifedha. Timu nyingine ambayo tunajua inatambulika kabisa kwamba ina uwanja wao ni Bayern Munich, ambao Allianz Arena. Yes, ule uwanja ni wa kwao 100%. Japo umiliki wa ule uwanja ni kupitia kampuni, na baadhi ya watu wanaamua kufanya hivyo. Naamini pia tunaweza tukafanya hivyo nyumbani, kwa uwanja usiwe linked moja kwa moja na timu, lakini timu imiliki kampuni ambayo itakuwa ina manage shughuli zote za kibiashara na kuhakikisha kwamba masuala ya hisa na nini yanakuwa managed, ili kusaidia comply na sheria za kiserikali ambazo zinakuwa around masuala ya kikodi, mapato na vitu. Kulikuwa kuna timu nyingine ambayo inaitwa TSV 1860 ambayo nayo ni ya Munich. Wao walikuwa na uwanja wao, lakini baadaye na hii ilikuwa ni kama sehemu ya umiliki wa Allianz Arena, lakini waliuza hisa zao baada ya kupata walifilisika. Yes. Na hili lilifanya sasa Bayern Munich kumiliki Allianz Arena kama sehemu
yani kama wamiliki wa jumla wa uwanja wenyewe. Aha. Pamoja na hiyo, la mwisho kabisa ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na makampuni. Na kutokana na ile 50+1, si ndio? Yeah. Viwanja ikiwa na yani timu iliko sehemu ya umiliki imemilikiwa na kampuni, lakini umiliki wa kampuni unakuja kama wamiliki wa uwanja. Mfano kama Leverkusen ambavyo tumeona ile ni Bayer Arena, si ndio? Bayer Arena, yeah. Bayer Arena, yes. Ile Bayer Arena inamilikiwa na Bayer, lakini timu sio kwamba ina umiliki uwanja moja kwa moja, ila ni kwa sababu ya ile muunganiko ambao walikuwa nao na kupelekea kuwa na ile exceptions kwa sababu ya namna ambavyo structure ya umiliki ilivyo. Na kama nilivyosema pia Volkswagen ambao wanaimiliki Wolfsburg, VfL Wolfsburg, wana uwanja unaitwa Volkswagen Arena, na hilo linawafanya wawe ndio wamiliki wa uwanja, kinachowapelekea pia wamiliki timu kwa sababu ya namna ambavyo structure ya umiliki wao ilivyokuwa, na hili linawafanya waendelee kuwa na upper hand kwenye baadhi ya mambo, ikiwemo biashara za haki za matangazo ya majina, stadium naming rights, na mambo mengine yote yanayohusiana na biashara inayohusisha uwanja na timu yenyewe kwa ujumla. Sawa. Swali la mwisho kwa kifupi sana, kombe la dunia linaanza vipi? Karata yako unaiweka wapi? Mimi nilishatangaza na nilitweet kabisa. Mimi ni vile tu kwamba leo sikuwa nimevaa uzi. Nilishindwa, nikasema sasa ili nisije nikawa biased, ngoja nivae uzi wangu wa Tanzania, Taifa Stars, yeah. Yes. Lakini mimi nitakuwa nina timu zangu mbili, Senegal na Mjerumani, au sio? Japo kwa namna ambavyo ninatizama na naamini tutakuwa tunafanya hii mijadala mara kwa mara, yeah, namuona Mhispania akifanya makubwa sana. Naogopa. Lazima uogope, lazima uogope. Wale wamepeleka Barcelona, yapeleka timu ya taifa. Bwana, nashukuru sana kwa muda wako, na naamini tutaendelea kufanya mijadala kama hii ili tuendelee kujifunza, kwa sababu naamini kwamba kila siku kwenye maisha ni nafasi ya kujifunza. Naam. Nakushukuru. Asante kwa kuwa na mimi. Memisi nyumbani, memisi Kiepe. Toa kitu. Na wakati mwingine. Yeah, mpenzi mtazamaji wa Dimbani Connect, mpaka hapo tumefika mwisho kwenye exclusive matangazo yetu tukiwa na Gibson Mlokozi kutoka Ujerumani. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, Dimbani Connect, pale Instagram, Twitter, YouTube. Episode itapatikana YouTube. I say, watu wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Mimi niko Twitter tu. Okay. Kwingine sipatikani. Unatumia jina gani hapo Twitter? @mtafiti mimi. Tampata bwana huyu akiwa ana tweet mambo mbalimbali. Twitter Twitter sasa hivi, zamani Twitter, sasa hivi inaitwa X. Tampata kwa jina la @mtafiti mimi. Mimi napatikana kwenye mtandao wa Twitter na Instagram. Twitter kwa jina la @moroking na Instagram kwa jina la @moroking_. Until next time. Bye bye.